tega sikio, kuna jambo nataka nawe ujue, tena si kidogo, maana moyoni mwangu yamenijaa sana. Nikwambie siri, siri, siri ya moyo wangu. Nikwambie siri, siri zitatoka, kwa sababu hakuna mtu atazuia, hata shetani mwenyewe hataweza kuzuia. Wale sio Mungu wa kawaida, sio Mungu wa mtu ambaye anaweza kugusa. Hapana, alikufa msalabani akafufuka. Kwa hiyo ule ndio ushindi, uko ndio ushindi ambao utajivunia. Usijivunie mambo mengine, na kushauri na kutia moyo, na nataka nikuombee na Mungu ya huo Mungu kugusa, ikiwa kwamba sio tu wewe kuingia ndani ya mwili wako. Hitaji tu nikuambie kwamba kama wengine wanafanya, kwa sababu hii sio biashara. Sifanyi hii kwa sababu ya biashara ya kusema nimejisikia nikuulize swali. Hatufanyi biashara. Ndio maana nitakuomba tu uambie wewe, ukipata video hii urushie na sikiliza nikwambie, hakuna kitu ambacho utapewa na mwanadamu kitaweza kukulinda. Hakipo. Aibu imetokea hapa katika siku ya kufufuka kwa Yesu. Imekuwa ni aibu, imekuwa ni ushindi kwetu sisi. Wale walinzi walipotoka wakaenda mjini, wakaenda wakasikia, kwa sababu mji ulitaharuki, watu waliaa, kulikuwa ni ile Waingereza wasema chaos. Watu wanaanza kushangaa. Imetokeaje? Sema ule bwana hayuko tena ndani ya kaburi. Sasa wakaanza kusema walikuwa nasubiria wapate habari kabisa kutoka kwa walinzi. Walinzi wanakuja, wanaogopa, wanajisikia kwamba hapa sisi hakuna namna. Walifika pale wakawaambia wazi kwamba tazama, wakati sisi tulikuwa tumelala, mlinzi amelala. Mlinzi amelala ambaye aliwekwa achunge, alinde ile kaburi, amelala. Nataka nikuambie kwamba kama walikuwekea walinzi juu ya maisha yako, hakika watalala usingizi, na watakapoamuka watakuja kukukuta umeamuka na wewe uko mzima, na mambo yanatendeka makubwa mno ambayo watashangaa, watasema imetendeka saa ngapi? Kwa sababu wao hawatakulinda wewe. Wewe unalindwa na Yesu Kristo, wewe unalindwa na jeshi kubwa la Mungu. Kwa sababu malaika aliposhuka walimuona, lakini walishangaa, wanasema kwamba semeni kwamba walikuja kumuiba wakati tunalala. Aibu. Hawakuwa pamoja na kwamba wanasema alikuwa analala, lakini ukweli ni kwamba hawakulala. Waliona mambo yaliyotendeka wazi. Kwa sababu Biblia inasema waliona wakaogopa. Kuogopa kwao ulikuwa ni kifo. Walijisikia wanaogopa kiasi cha kufa. Waliona malaika kisa lifani. Kwa hiyo Mungu anapotaka kuaibisha adui yako, hata usubiri kwamba alale wala fanye, atafanya wakiwa wanaona. Watakuja kwa njia moja, watatawanyika kwa njia 7, na vita si vyako, vita ni vyake. Kwa hiyo wewe utakachokifanya ni kaa utulie. Ndivyo Musa aliwaambia wana wa Israeli katika ile Kutoka sura ya 14. Ukisoma mstari wa 4 kushuka, Musa aliwaambia mtazame Mungu atawatendea jambo ambalo hao wa Misri mnaowaona leo hamtawaona tena milele. Sikiliza niwaambie kwamba hapa hao walinzi walienda kushuhudia. Walipofika kule walikusanyika, wale wakuu wa makuhani wakakusanyika, wakasema ili jambo ni jambo ambalo tulikuwa tunalikataa. Msisubutu kusema kwamba ametolewa mule, semeni kwamba nyewe mlikuwa mmelala. Mmekuwa mmelala, alafu wanafunzi wake kama walivyofikiria tangu mwanzo kwamba wamekuja kuiba na wanampeleka sehemu nyingine, na wakawapa pesa, wakawaonga. Watu leo wanaongwa pesa ili kwamba waje kwa jina la Yesu waweze kuwapokonya watu wa Mungu. Wengine wanawaambia ni manabii, wanakuja wanawaambia tutawafanyia miujiza, wanakuja wengine wanawapa pesa kwa ajili ya kutaka kujitangaza kwamba hakuna kitu kama hicho. Wakupe pesa, wasikupe pesa. Leo wengine wanadanganywa. Kuna ile inaitwa anointing kama nini sijui oil. Anointing oil haitakusaidia. Wengine wanasema mafuta matakatifu nini. Hakuna, vile vitu vyote ni vya uongo, ni kukusumbua tu. Unasumbuliwa na vitu vidogo sana. Uwezo alionao Yesu ni wa kutoa matatizo yote. Yeye mwenyewe ana uwezo wa kutoa matatizo. Ikiwa kwamba utasikia hili ninalozungumza hapa ni maneno ya Mungu, yakupe nguvu ya kuona kwamba pale ulipo shida ulizo nazo zitatoka.
kwa sababu hakuna mtu atazuia. Hata shetani mwenyewe hataweza kuzuia. Walifikiria kwamba watamzuia mle kaburini, hakuna. Udongo wenyewe ukasema hapa hakuna. Walinzi waliokuwa pale wakasema inashindikana. Wakuu wa makuhani wakashindwa cha kufanya. Yesu akasema, malaika akawaambia wale wanawake kwamba amewatangulia Galilaya. Nendeni Galilaya, mtamkuta kule. Tayari amefufuka. Msimtazame tena ndani ya wafu. Yeye aliye hai. Kwa hiyo ile ni tukio la nne kwamba watu wakatangaza, wale walinzi wakatangaza ufufuo wa Yesu Kristo. Na nataka nikwambie leo, shetani au yule adui yako anayekuzuia, yule ambaye aliyefikiria kwamba hutaweza, yule aliyefikiria kwamba hautaenda popote, yule aliyefikiria kwamba wewe utakuwa mtu wa chini, ndio atakuwa wa kwanza kutangaza ushindi wako. Ndio atakuwa wa kwanza kushuhudia matendo makuu ambayo Mungu amekutendea. Ataona kwa macho yake. Ataona. Usidhani kwamba hataona, ataona kwa macho yake. Atashuhudia mambo makuu Mungu ambayo anakutendea. Bwana Yesu asifiwe. Acha nikupe tukio la mwisho ambalo ni la 5. Tukio la mwisho ambalo ni la 5 linasema kwamba kuingia kwa miili ya watakatifu katika mji mtakatifu na kuwatokea wengi. Ili hapa ukiliangalia unaweza kushinda kulielewa, kwa sababu utaliona hili katika kufa kwa Yesu. Kumbuka kwamba nilisema katika kufa kwa Yesu, Biblia inasema kwamba wakati kulikuwa na tetemeko la nchi, miamba yalipasuka. Miamba yalipopasuka, makaburi yalifunuka. Na miili mingi ya watu ya watakatifu waliolala ilifanya nini? Ilitoka. Ilifunuka kutoka kwenye makaburi. Makaburi ikaiachia. Sasa ile miili ya wale watu hapa sasa ndio nataka kukuambia kwamba hii miili hao watu watakatifu haikuingia katika mji mtakatifu mpaka siku Yesu alifufuka. Maana ile miili siku 3 ilikuwa imefunuliwa, ilikuwa katika ulimwengu huu, lakini bado haikupaswa kutangulia kuingia pale katika mji mtakatifu ambao ni Yerusalemu kabla Yesu mwenyewe hajaingia kwanza. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo Yesu ndio limbuko la ndio limbuko la waliolala. Yeye kwanza ndio alipasha aonekane kwanza. Ili baada ya kuonekana ndio hiyo miili. Sasa kwa hiyo utakuja kuona hili limekuja katika tukio la kufufuka kwa Yesu. Ndio maana nataka nikwambie kwamba wakati tetemeko la ardhi lilipofanyika, miili ya waliolala wale ikaonekana. Biblia inasema kwamba miili ya watakatifu ikaonekana ilionekana sasa, ikaingia katika mji mtakatifu. Walipoenda katika mji mtakatifu hawakwenda tu, walienda kuonekana. Wakasema wakawatokea wengi. Kwa hiyo wale waliokufa zamani, haijasema ni wanani, lakini wakina Musa, wakina Elia, wakina nani, inawezekana wakina Ibrahimu, wakina nani, ila Biblia haijasema. Wale watu walionekana, waliwatokea wengi. Wengine waliona si fulani huyu, si fulani huyu, si fulani huyu, si fulani huyu. Kwa hiyo waliwatokea kabisa wazi. Ili ilikuwa ni ishara ya kuonyesha kwamba ipo siku wewe na mimi, ijapokuwa tutalala, tutafufuka. Tutafufuka kwa uwezo wa Mungu. Ipo siku tutaonekana mbele za Bwana. Kwa hiyo usio na wasiwasi, ijapokuwa mwili huu utaharibika, lakini ipo siku utaamuka tena, kwa sababu limbuko ya waliolala ambaye ni Yesu Kristo amefufuka kutoka wafu, ameonyesha ushindi kwamba huu mwili hauna uwezo, mauti haina uwezo tena juu ya mwili ambao tutakaoupata mpya. Mwili ambao tutakaovikwa mpya hautakuwa na uwezo wa kutuzuia tena, kwa sababu tutakapoingia katika ufalme wa Mungu, tutakaporithi ufalme wa milele, mwili huu hautakuwa tena na nguvu, hautakuwa na uwezo tena. Mauti haitakuwa na nguvu tena, itafungwa. Maana tutaonekana, tutafufuka kwa nguvu na uwezo wa Mungu. Kwa hiyo hapa pia nataka nikuambie kwamba vilivyolala mwako, vilivyokufa ndani yako, vitafufuka na vitaonekana. Watu wataviona wazi vile vilivyoonekana kwamba wewe hutaweza,
watu wataona unaweza. Waliosema kwamba huwezi kuolewa, watakuona umeolewa. Watu waliosema kwamba wewe hautamaliza masomo, wataona umemaliza masomo. Watu waliosema kwamba wewe hautaendelea maisha yako yote, watakuona unaendelea kwa kitu kidogo kile ambacho ulichonacho, kile ambacho wanakiona kwamba hakina maana. Wataona kinaendelea kuinuka na watashuhudia. Kwa hiyo vilivyoonekana kwamba tena ni vitu ambavyo inawezekana vya siku nyingi sana, walikuona ulihangaika siku nyingi, lakini vitajitokeza tena, wataanza kushangaa. Kwa hiyo hakuna kitu kinaweza kuzuia ufufuko wa Yesu. Tunaposherekea Pasaka, sherekea ushindi, sherekea kwamba wewe, Yesu Kristo ameviringisha jiwe. Yesu Kristo anafufua, aliamsha miamba iliachia, akawaamsha waliolala. Na si kuamsha tu, ilibidi awaingize pia katika mji mtakatifu, waonekane kwa wengi, wawatokee watu wengine, waonekane kwamba hakika ni kweli amefufuka, na ni kweli tuna uwezo wa kufufuka, na ni kweli tukiwa ndani ya Yesu vilivyoharibika, vilivyolala, vilivyokufa vitafufuka. Napenda nikutie moyo mpendwa mtazamaji unayenisikiliza leo. Ni kitu gani kinakufunga? Ni kitu gani kinakupa mashaka? Yesu amefufuka, yuko tena kaburini. Miaka 2000 iliyopita amefufuka. Haya matukio ninayokuambia hapa sio tu ya 2000 iliyopita, yapo mpaka leo. Ukiamini maneno haya, ninakuambia hakika ile irizi kama ni mtego waliokuwekea pale, wewe utaupita ule mtego. Aliyekutegea ataanguka mle. Ile shimo waliokuchimbia wakidhani kwamba utaanguka, itawameza wenyewe. Kile walichokisema, maneno waliotamka mabaya kwako, itawarudilia wenyewe. Kwa hiyo wewe, ndio anasema kwamba mniachie kisasi. Kisasi si chenu, ni cha kwangu. Kwa hiyo wewe una kitu cha kufanya. Wewe kubali kukaa ndani ya Yesu, kubali kumpokea Yesu, ushindi wa Yesu ukufunike. Uanze kuona kwamba uko na Mungu ambaye sio Mungu wa kawaida, sio Mungu wa mtu ambaye anaweza kugusa. Hapana. Sio kama ile miungu watu wanayosema waneno wanatafuta kwa sababu ya utajiri, mapesa na vingine. Ogopa mambo kama hayo. Leo watu wanapaka watu mafuta. Tumeona vitu vingi. Wanajiita manabii, wanajiita mitume, wanajiita wachungaji, lakini wanavyofanya havifanani na huu ushindi ambao tumeupokea. Unaona nini hapa kimefanyika kama sio nguvu ya Mungu inapita? Miamba iliyopasuka, uliona watu wanaenda kupiga marto kwenye ile mawe? Hakuna. Uliona nani? Lakini vilipasuka. Na kuambia vitapasuka. Lazima vitatokea. Walivyotia ndani yako wakajificha, wataripuka. Watapasuka. Ushindi lazima uonekane. Palipo na ushindi hautauficha. Ni vigumu. Ushindi wa mwanadamu ni tofauti na ninaozungumza. Ushindi wa Mungu huwe namna gani, iwe nini, lazima utaonekana. Daudi alipoenda vitani, wakaka zake walianza kumwona, mtoto mdogo, unakuja huku, unakuja kufanya nini? Rudi. Lakini ushindi ulikuwa ndani ya Daudi. Walitaka waufunge usionekane pale kwenye shamba la mapambano, lakini mwisho ulionekana tu. Daudi alionekana mshindi. Wewe ni mshindi. Wewe ni mshindi. Nisikilize haya maneno. Wewe ni mshindi. Na ushindi wako haukutokana na mwanadamu. Ushindi wako hautokani na mchungaji yeyote yule. Ushindi wako hautokani na askofu. Ushindi wako hautokani na mwinjilisi mwingine yeyote yule. Ushindi wako hautokani na nabii. Na yule anayekudanganya ni kwa sababu yangu, mimi ndio nimefanya. Amekudanganya, ndio njia ya kutaka kukurubuni, kukutoa katika mapenzi ya Mungu. Ushindi wako unatokana na Yesu Kristo. Sema amen. Ushindi wako unatokana na Yesu Kristo aliyekufa na kufufuka pale msalabani. Alikufa msalabani akafufuka. Kwa hiyo ule ndio ushindi uko ndani yako. Hauna haja ya kuhangaika. Hauna haja ya kwenda huku na kule. Kaa katika ushindi wa Yesu Kristo. Sijakataa usikubali kushirikiana na wachungaji, usishirikiane na watu wengine, lakini nataka nikuambie mtu asikutoe katika ule ushindi ulionao. Shikilia pale. Mafuta haitakufanya chochote, lakini ushindi uko nao ndio utakaobadilisha historia ya maisha yako. Watu wengi wanahangaika ulimwengu wa leo. Watu wengi wanasumbuka na magonjwa ambayo haina majina. Wengine wamesumbuka na maneno yaliyotamkiwa na wazazi wao. Wengine wametamkiwa maneno ya laana. Hakuna kitu kitakachokugusa ikiwa kwamba uko ndani ya Yesu. Nitakuombea mwisho wa kipindi hiki, ili kwamba kama ndani yako ulikuwa na mashaka yaondoke. Unajua mshindi ni mtu ambaye haishi kwa mashaka. Mshindi ni mtu ambaye anajua ya kwamba ninapoenda huko mbele nitarudi nikiwa na ushindi. Ndio mshindi huyu. Kwa hiyo
Daudi alitegemea hiyo. Alivyoenda huko alijua kwamba ushindi utapatikana tu. Ndio maana anaanza kueleza kwamba huyo kafiri anayemtukana Mungu wetu, huyo ni atakuwa sawasawa na mmoja wapo wale nyama ambao niliua kule porini nilipokuwa nikichunga kondoo za baba yangu. Kwa hiyo usiogope. Usiogope kabisa. Hata kama milima ingetetemeka na kurushwa moyoni mwa bahari, usiogope. Usiogope, sisi ni washindi. Tena sisi tuko washindi tena zaidi ya kushinda. Kwa hiyo hakuna mtu atakaye kutetemesha. Usiogope mpendwa. Tunaenda katika ulimwengu ambao sasa hivi unatakiwa kusimama kujivunia ushindi wa Yesu Kristo. Kujivunia Yesu Kristo kuwa ndani ya maisha yako. Hapana kujivunia kwa sababu ya kanisa letu ni kubwa. Hapana kujivunia kwa sababu kanisa letu lina pesa nyingi. Hapana kujivunia kwa sababu tuna mchungaji ambaye anajua kuongea vizuri. Tunajivunia kwa sababu, hapana kujivunia kwamba kwa sababu tuko na nabii ambaye anaweza kutabiria mambo 10, mambo iliyopita miaka 10, mambo itakayokuja miaka 10. Sawa, lakini jivunie ushindi uliopatikana pale Golgotha na ule ufufuo wa Yesu Kristo. Basi ndio ushindi ambao utajivunia. Usijivunie mambo mengine. Na kushauri na kutia moyo, na nataka nikuombee. Ninavyokuombea kwa sababu haya ninayoyasema ni maneno ya Mungu. Ni maneno ya Mungu ambayo Mungu ameiweka kinywani mwangu kwamba nikusaidie. Nikusaidie urudi. Kama ulikuwa umeenda mbali, rudi. Acha kutegemea mwanadamu. Acha kumfuata mwanadamu. Mfuate Yesu Kristo ambaye aliyekufa msalabani na akafufuka kwa ajili yako. Nataka nikuombee pale ulipo. Maneno haya kama yamekugusa, basi anza kumwambia Yesu kwamba nahitaji katika ushindi ambao kufufuka ambako umefufuka, ufufuke pia ndani ya maisha yangu. Mwambie Yesu kwamba nahitaji ufufuke ndani ya maisha yangu. Nahitaji uingie ndani ya mwili wangu. Ubadilishe ndani ya nafsi yangu. Mambo yote ninayoyafanya ambayo hayasimame hayakae, na kualika. Acha kusema, usiseme mengine, mwambie tu Yesu aingie ndani ya maisha yako. Inatosha. Kwa hiyo ninavyokuwa niko katika huu muda, nataka nikuombee. Nataka nikuombee. Biblia inasema kwamba hapo linenapo neno msifanye migumu mioyo yenu. Kwa hiyo kitu kibaya katika yote ni kufanya moyo wako mgumu. Najua umeguswa. Najua maneno haya yamekupenya, yamekugusa, lakini moyo sio mgumu. Achilia moyo wako. Kaa tayari ninapoenda kuomba Mungu atengeneze maisha, Mungu abadilishe vilivyoharibika ndani ya mwili wako viwe vimeishi tena, viwe vizima, kwa sababu sisi tuko wazima ndani ya Kristo. Tuko hai ndani ya Yesu Kristo. Sisi hatufi. Sisi tunabaki. Mwili wetu umepewa uzima ambao ni uzima wa milele. Kwa hiyo tumia maneno haya. Kaa ukifikiria maneno haya. Ishi ukiwa unatumikisha maneno haya. Tembea ukiwa umesimama unatumia maneno haya. Popote utakapoelekea, simama katika msimamo wa maneno haya. Usimame katika ushindi wa Yesu Kristo aliyopata pale msalabani, kufa kwake na kufufuka. Ninakwambia utaona maisha yako yatabadilika. Hautakaa vile ulivyokuwa zamani. Kila kitu kitageuka kwako na utaona mambo yanatokea kama alivyofanya kwa Ayubu. Mambo yote yakakuwa maradufu, yakageuzwa maradufu. Na wewe Mungu atageuza kila vitu vyote, maisha yako yatageuka maradufu. Na utashangaa. Ninaposema maradufu, maana yake nasema mara 2 zaidi ya kawaida. Maana yake utakuwa ni zaidi, itakuwa ni double ya ile maisha yako ya kawaida. Sio kusema kwa sababu naenda kwa nabii anasema sasa utabarikiwa, sasa utafanyiwa hivi na hivi, utapanda mbegu. Hapana, ni wewe mwenyewe kumwamini Yesu, kumpa Yesu nafasi, mambo yako yatabadilika. Vitu vilivyolala vitaamuka. Tunaona maneno haya ambayo tumejifunza hapa. Mungu akubariki sana. Unaponisikiliza, acha nikuombee siku ya leo na Mungu aweze kutenda jambo katika Pasaka ya mwaka huu. Iweze kuwa Pasaka historia nzuri kwako. Uwe umejifunza mambo makubwa ambayo itatendeka katika maisha yako. Acha nikuombee. Ikiwa kwamba una tatizo yote ndani ya mwili wako, basi jisikie tu, gusa popote pale. Maana Yesu anapoingia ndani ya maisha yako, haji tu kuingia kusema kwamba anaingia ndani mwako na anatengeneza, anabadilisha, anatunza, anatoa vitu vyote vibaya, anatengeneza maisha yako yanakuwa mpya. Kwa hiyo hata magonjwa yanakwenda kupona. Wale ambao mmesumbuliwa inawezekana na huu ugonjwa wa sasa wa corona, nataka nikuombea ukisikia video hii,
uweze kujisikia kwamba Mungu anaingia, kwa sababu neno hili ninalozungumza hapa lina nguvu, lina nguvu ya kukuponya. Acha niombe kwa ajili yako. Baba, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti, ninakushukuru kwa huu muda mzuri ambao umenipa kuweza kusimama na kuweza kutoa maneno yako ya uzima kwa ndugu mpendwa anayenitazama. Inawezekana yuko mbali zaidi na mahali ambapo nilipo. Baba, neno lako halina ukaribu, halina umbali. Naomba nilitume neno lako likafike pale kwa huyu mpendwa ambaye anafungua moyo wake katika kipindi hiki. Katika muda huu anasema yuko tayari kukusikiliza. Naomba Bwana ukamguse, na ule mkono anaoweka iwe alama Mungu ya huo Mungu kugusa, ikiwa kwamba sio tu wewe kuingia ndani ya mwili wake tu, lakini pia ana matatizo ndani ya mwili wake. Naomba Bwana ukakumbane na matatizo yaliyomo ndani ya mwili wake. Ikiwa ni magonjwa, kuingia kwako na kufanya makao ndani ya mwili wake. Tayari ninatangaza uponyaji wako Yesu Kristo. Ninawaombea wapendwa watakao tusikiliza kwenye njia ya YouTube. Wote wale watakao sikiliza video hii, watakao tuona kwa njia hii ya YouTube. Baba, naomba kwamba uwatendee wewe. Wewe uonekane badala yangu mimi. Nataka wewe uonekane. Sihitaji mimi nionekane, nahitaji wewe uonekane katika maneno yako. Sawa, haya maneno wewe ndio umeniamuru niyaseme. Nataka wewe Mungu uonekane. Wewe ujidhihirishe kwao. Wakuone wewe Mungu wa kweli ukitenda. Leo tumeingia katika ulimwengu ambao umechanganya watu. Watu wanakuja na vitu ambavyo havifanani hata na uwezo wako. Havifanani hata na nguvu ulizo nazo. Naomba watu waanze kuamini kwamba iko nguvu ya kweli ya Mungu inayotenda kazi. Bila ujanja wote. Bwana, naweka mikononi mwako. Muone yule dada, muone huyo kaka, muone huyo baba, muone huyo mama ambaye amekubali kusikia maneno haya. Naomba Bwana ukampe uzima mpya, ukambadilishe. Naomba wakati nafsi yake inapopokea wewe Yesu kuwa Bwana Mwokozi wa maisha yake, aone ile tetemeko linaingia ndani ya mwili wake. Aone kwamba vitu vilivyokuwa vinamsumbua vinatoka kwa haraka sana, vinatetemeka, vinakimbia, kwa sababu hiyo ndio nguvu ulionayo. Naomba uponyaji kwa wale ambao wanao ugonjwa. Naomba Mungu kawatendee miujiza wale ambao waliokuwa wanatafuta, wameenda mbali, wameenda huko na kule, lakini washuhudie kwamba uwezo ulionao Mungu ni wa ajabu. Mkono wako sio mfupi, unaweza kuokoa hata mbali. Naomba kwamba Bwana uwape moyo na uwape utayari wakati wote tutakapokuwa tunaosha kipindi, waweze kuwa tayari na kuweza kupokea vipindi hivi kama upendavyo Bwana. Naomba yote na kuikabidhi mikononi mwako, ni katika jina la Yesu Kristo ambaye ndiye Bwana na Mwokozi wa maisha yetu. Amen. Naomba nikupongeze sana ikiwa kwamba umepata nafasi ya kumpokea Yesu siku ya leo. Napenda nikupongeze, niseme kwamba Mungu akubariki sana. Hatua umepiga leo utaishuhudia. Wengine watakwambia ni kwa nini? Umepiga hatua nzuri ambayo itakushangaza maisha yako yote. Na wale wapendwa wa RCC, niombe kwamba maneno haya yaweze kuatia moyo, kuona kwamba hata kama leo tuko katika confinement, leo ikiwa kwamba tuko kwenye quarantine, ujisikie kwamba Mungu anakuona pale ulipo. Hakuna kitu ambacho kinamzuia Mungu. Pale ulipo, maneno haya yakusaidie, na nitakuomba nikualike tena kwa kipindi kijacho ukiwa tayari uweze kutuangalia tena. Na wale ambao wamependelea, wamefurahiwa sana na vipindi vyetu, sihitaji tu nikwambie kwamba kama wengine wanafanya, kwa sababu hii sio biashara. Sifanyi hii kwa sababu ya biashara kusema mpaka nikwambie subscribe. Hapana, nataka nikwambie hivi, ukiwa na jambo lolote hili. Napenda sana mtu ambaye anapenda kunipigia simu pale ambapo alipo, ananiambia mchungaji, nilipata kipindi, nimejisikia nikuulize swali. Hatufanyi biashara. Ndio maana nitakuomba tu uambie ukipata video hii urushie na mwingine. Mambo ya wengine leo imekuwa kama biashara, subscribe, fanya hivi, piga kengele. Sihitaji sana kusema hivyo kwa sababu hiyo ndio sio lengo langu. Lengo kubwa ni kwamba nataka ujumbe ukufikie. Ujumbe ukusaidie, ukutoe, ukubadilishe, ukutoe sehemu moja na kwenda sehemu nyingine. Kwa hiyo ukipata hii video umurushie na mwingine. Mwambie na mwingine kwamba kuna kipindi hiki kinachopita, hatuna muda kamili, lakini kwa kila wakati Mungu anachunguza. Na zaidi ya yote ningependa niseme kwamba kama una comment, kama una swali, kama una pendekezo, chochote kile unajisikia kushirikiana na kunishirikisha, ninakubali. Karibu sana popote pale ulipo. Mimi naitwa ni Pastor Banza Mukala, nikiwa hapa Marekani.
niko vile naitwa state inaitwa Michigan, na niko sehemu inaitwa Grand Rapids. Kwa hiyo utapata namba yangu ya simu. Ninaomba cameraman wetu aniwezeshe kuweza kuweka namba yangu ya simu, lakini napenda nikutajie namba ya simu ili utakapokuwa na shida ukipenda kuniuliza uwe huru. Namba yangu ya simu kwa hapa wale walioko hapa Marekani ni 616-589-4793. Katika lugha ya Kifaransa, wale wasiojua Kiswahili hiki chetu cha Tanzania, ni sema kwa Kiswahili kingine ni 616-589-4793. Wale walio nje ya Marekani, ukitaka kunipata weka alama ya kujumlisha. Weka kujumlisha 1-616-589-4793 plus 1-616-589-4793. Utanipata ukinitafuta kwa njia ya WhatsApp. Tumia ile namba ya simu, utanipata na nitapata ujumbe wako, na nitafurahia sana kukusikiliza ukiwa na swali. Na baada ya kusema hayo, nataka nimshukuru sana fundi mitambo wangu, kijana wangu ambaye anaendelea kujitolea kwa ajili ya kazi hii ambayo ninayofanya. Nataka nimshukuru Mungu kwa kumpa nafasi ya kuweza kutupatia na muda mzuri kurusha vipindi hivi. Kijana wetu ya Mungu, nimuombe Mungu ambariki sana, na niseme kwamba tukutane siku nyingine ambayo sitakuaga ni siku gani, lakini uwe tayari waambie wengine kwamba vipindi vingine vinakuja ambavyo vitakusaidia kukuinua katika imani na kukupeleka sehemu nyingine, ili kwamba ikitokea leo Yesu Kristo anakuja usibaki, maana watakao baki itakuwa dikilio na kusaga meno. Lakini acha tukutane katika ufalme wa Mungu kule ambako kutakuwa ni furaha siku zote, hakuna kulia wala hakutakuwa kula wala kunywa, hakuna njaa, ni furaha. Mungu akubariki. Tukutane wiki nyingine, na kuaga kwamba lala salama, Mungu akulinde, na wale wanaoamka na watakia siku njema, Mungu awalinde katika jina la Yesu. Amen. Nisiondoke, acha wanione mjinga, nisiondoke, wacha wanione mshamba, siondoke, kwa maana damu yake inanipa kushinda, nisiondoke, ndio maana mwenzenu naringa, siondoke, mimi ananitakasa ndo maana kwake, nisiondoke, mimi ananibarikie ndo maana kwake, nisiondoke, amenifanya mpya, ameninua, amenifanya wa thamani kwa damu yake.